we pray together. Our dear Father in heaven, thou art great and awesome. You are mighty and gracious, O God. And you are not like a man, neither son of man, O God. But you dwell in the midst of your people. And this is one of the reasons why when you have gathered us this morning, we are sure that you are in our midst, O God. Teach us this morning, equip us, O God. Nourish us, our Father, rebuke us. Show us the way. Instruct us in the name of Jesus Christ of Nazareth. Refresh us today because we are gathering here in your name, O God. Father, we pray that you shall break the bread and open the heavens and pour out your blessings unto your people. And the Lord, you shall cause us to walk in thy perfect will in Jesus' own name. We ask, O God Almighty, that we shall hear your still small voice amidst the many things the Lord we shall share this morning. We pray that we shall hear your voice instructing us on what we individually ought to do in glorifying and honoring your holy name. May you nurture our faith. May you equip us, O God. Use me as your vessel, Heavenly Father, and may I be a blessing unto your people in Jesus' name. We pray that there will be no infiltration of evil, neither there shall be any restriction or any works of darkness that will prevent your word to have a free course in our midst this morning. We thank you because, Father, you are with us, and you shall be with us till the end of times. In Jesus' name we pray. Amen. Naomba tufungue kitabu cha Mitume mlango wa 21, Acts chapter 21. Hapa ndio tulifikia siku ya Jumapili. Hatukumalizia na ndiposa natamani siku ya leo tukamalizie sehemu ambayo ilibaki, sababu hii sehemu ndio inaenda kujiunga na zile zitakazofuata mpaka mlango wa 26. So we are beginning a conversation that will go from the last part of chapter 21 all the way to Acts chapter 26. Na ni safari ambayo ningetamani tukaielewe vizuri, hata kama siku ya leo inasomeka kama ni hadithi na inasomeka kama ni historia ya kwamba hili lilifanyika likafuatwa na hili likafanyika likafuatwa na hili. Kuna mambo fulani ambayo yanafanyika yanatufunza mambo muhimu sana katika maisha haswa yetu ya wokovu. Na ndiposa asubuhi ya leo nitaomba tuandamane pamoja, hata kama itakuwa ni kama hadithi na mambo mengine tukose kuingilia sana. Naomba katika jina la Yesu Kristo tusikose kujua mapenzi ya Bwana na yale Bwana anatamani tukayajue kupitia haya maandiko katika jina la Yesu Kristo. Nitasoma kuanzia mstari wa 26, Acts chapter 21 from verse 26. Took the men, and the next day, having been purified with them, entered the temple to announce the expiration of the days of purification, at which time an offering should be made for each one of them. Then, when the 7 days were almost ended, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him, crying out, "Men of Israel, help! This is a man who teaches all men everywhere against the people, the law and this place. And furthermore, he has brought Greeks or Gentiles into the temple and has defiled this holy place. For they had previously seen Trophimus and the Ephesian with him in the city, whom they supposed that Paul had brought into the temple. And all the city was disturbed, and the people ran together, seized Paul, and dragged him out of the temple. And immediately the doors were shut. Now as they were seeking to kill him, news came to the commander of the garrison that all Jerusalem was in an uproar. He immediately took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the commander and the soldier, they stopped beating Paul. Then the commander came near and took him and commanded him to be bound with 2 chains. And he asked who he was and what he had done. And some among the multitude cried out one thing and some another. So when he could not ascertain the truth because of the tumult, he commanded him to be taken into the barracks. When he reached the stairs, he had to be carried by the soldiers because the violence of the mob from the multitude of the people followed after, crying out, "Away with him." Blessed be the name of our Lord. Ndio nikamwambia asubuhi ya leo itasomeka kama hadithi, lakini ningeomba katika jina la Yesu Kristo tukasome mambo mawili matatu yanayofanyika hapa. Last Sunday we saw that tuliona ya kwamba Paulo
aliwaaga makanisa haswa ya Efeso na wengine, akawaambia sasa narudi Yerusalemu. Kwa wale pengine hawakumbuki hii historia, wacha nielezee kifupi. When Paul was called by God ahubiri, alifukuzwa Jerusalem. Hata Mungu mwenyewe tutaona hapo baadaye atakisema ni Bwana Yesu alimtokea usiku katika trance akamwambia ondoka hapa maana hakuna watu watakusikia. So Paul never preached in Jerusalem, though it was his desire to reach out to the Jews, his fellow Jews who are in Jerusalem. And we find that hata anapoandikia makanisa mengine barua anawaambia natamani sana watu wangu wangeokoka. Anatamani kuwahubiria watu wake kwanza. Lakini Mungu akamtuma akazunguke mataifa akihubiri. So what happened is we see Paul engaging in the first missionary journey. Hakwenda bali alienda zile nchi alikuwa ametokea akarudi Jerusalem. Akaanza safari ya pili akazunguka, he went a bit further to Ephesus and other places, then he came back. Anapanda makanisa. Safari ya tatu ndio hii sasa anarudi. Ameenda mpaka kule Greek. Ameenda all the cities, Troas na kwingine. Ameenda amehubiri kokote, and then by the leading of God anajua vizuri ya kwamba akirudi Jerusalem safari yake ya kuhubiri imefika mwisho. So he gave goodbye to the church na akamwambia niruhusu sasa mimi niondoke maana najua naelekea Jerusalem, and as the Holy Spirit is witnessing within me, najua nikifika pale sio mambo mazuri yatakayo nitokea. Lakini haswa tukaona ya kwamba Paul was willing to go that way even if he knew not good things are going to come his way. Hallelujah. Hapo ndio tulifikia. So tunapoingia katika hii hatua siku ya leo, tunaingia katika siku za mwisho za kuhubiri kwa Paulo. Historically, we are talking of around 40 AD. 40 years after Jesus was born. Hallelujah. So ni kama miaka 10 baada ya Yesu kuja na kuhubiri. So na kufufuka na kuchukuliwa, atakufufuka kwa Yesu na kuchukuliwa because it was around 33. Then we are talking around 7 to 10 years. Hapo ndio sasa tunaongea hiyo miaka. Kwa hivyo Yesu amekuja akamtokea Paulo. Paulo amezunguka katika hiyo miaka. When Christ revealed himself first, aliondoka kaenda to the desert of Arabia. Mahali anaandikia kanisa la Galatians anawaambia, haya mambo ninawafunza ilikuja kwangu kwa ufunuo na sio mwanadamu alinifunulia. It is Christ himself. When I was in the desert of Arabia, ndiye alijifunua kwangu akanifunza haya mambo yote. Sijasoma kwa mikono ya mwanadamu. Sio yote aliniketisha chini akanifunza haya mambo yote. Now Paul is coming to the end of his journey. And he goes to Jerusalem and he is almost sure nikiingia Jerusalem kuna mambo yatakayotokea na atakuwa mazuri kwangu. And as it was predicted by the prophets, we saw this on Sunday, ya kwamba kuna prophet alikuja akajifunga mikono akasema yule ambaye hii belt yake atafungwa hivi. So Paul comes to Jerusalem. As soon as he gets to the city, kanisa lilikuwa la kwanza kusanyika likamwambia Paulo, tunakuomba tafadhali usiende kujitoa hadharani kwa hao watu, watakuua. So let's put a plan in place. Take yourself with other 4 men who have bound themselves through a Nazarite vow. Ukienda Old Testament tunaona mambo yanaitwa the Nazarite vow. Ni wakati watu walikuwa na shave nywele, wanaacha kukaa pamoja na watu, wanajitenga, wanajifungia mahali fulani kwa siku 7, wanaomba, and they call that a Nazarite vow. It's like a devotion. It's the same way like people do today. They go to prayer centers and other places. Unajitenga kwa watu na unajiondoa katika furaha za dunia. You go consecrate yourself to God. It is an Old Testament principle which was established through the Nazarite rule. Bwana Yesu asifiwe. Though it was part of the law, when Paul was recommended to do so, he actually said eventually I'll do it. Akafanya pamoja na wana, tukaona na Sunday ya kwamba aliambiwa agalimikie, alipe gharama ya wale mpaka walikuwa wananyolewa. And Paul bound himself to that. We saw this on Sunday where he said, to those who are under the law, I choose to be under the law. Hallelujah. So akakuwa pamoja na wao. Lakini shida ilikuwa hapa. The strategy and the idea the church gave him so that he can escape from the people who are pursuing him never worked. Walikuwa wanamwambia ukifanya hivyo, wataona wewe kabisa hii mambo wanasema unapiga sheria, wataona kabisa wewe unaifuata. Wataona kabisa wewe unapenda haya mambo. Unfortunately, something happened. When Paul came to the city, he was accompanied by an official who is a Greek, a man who is a Gentile, someone who is not a Jew. Alipoingia mji wa Jerusalem, lakini alipoambiwa
aende akafunge na kuomba pamoja na hawa, alichukua watu walikuwa Jews. But the society, the people out there walikuwa wameona anaingia katika mji na a Greek person. Hallelujah. Lakini alipoambiwa na kanisa, tengana na hao, jiunge na hao walio Wayahudi, muombe pamoja. Wale walio wa nje hawakudhamini hilo jambo, hawakulifuata sana. Waliona tu chenye tunajua sisi ni ya kwamba Paulo akiingia hapa alikuja pamoja na jamaa ambaye ni sio Myahudi. Bwana Yesu asifiwe. So they went inside the temple, they arrested him and they closed the door. Wakasema watafunga milango wamchape. The men who brought the uproar walisema hivi. Sijui kama mnajua hii historia, wacha niwaeleze. If you look at the Old Testament structure of the temple, it had the inner court and the outer court. Pale the Holy of Holies, ambaye ni priest mmoja peke yake kwa mwaka alifaa kuingia pale. Hapa nje ambapo ni kama mahali sio nje, lakini is the inside of the temple, mahali watu wanafaa kukusanyika. The men were supposed to come, the Jewish men were supposed to come inside the temple kuomba. And then there was the outer court between the fence of the temple and the wall of the temple. Kulikuwa na outer court. Hiyo outer court ndio watu wa dunia walifaa kuishi. If you are a Jew, you were not permitted to go inside the temple. If you are so not a Jew, if you are Gentile, you were not allowed by the law to go inside the temple. And this is why when Paul is writing to the church of Ephesians, he tells them Christ came to break the dividing wall. Anamaanisha nini? Kulikuwa na ukuta ulikuwa unatenganisha wale waliokuwa Wayahudi na watu wa dunia, or the Gentiles. We were not allowed to go inside the temple. And that's why anyone who uses the Old Testament principle of the temple to practice church worship today, they are missing a big mark. Hallelujah. Why? Christ has allowed us not only to come inside the temple, to go even to the Holy of Holies. You are a priest. Hallelujah. Ameturuhusu. And that's why he says he has broken the dividing wall. Lile ambalo lilikuwa kama pingamizi kwetu linatuzuia, we cannot go to the presence of God. Hilo ndilo Yesu alikuja kuvunja. And to signify that, when Christ was crucified, the kitambaa which was inside the temple ikapasuka. Bwana Yesu asifiwe. Meaning there's now no limitation. If you are a believer, you have access to God. Bwana Yesu asifiwe. So Paulo anaambiwa hivi, umefanya makosa kubwa sana kwa kumleta jamaa ambaye sio Myahudi kanisani. Look at that accusation. Inakaa kama iko na ukweli lakini ni uongo. Kwa nini? Paulo hajaleta mtu ambaye si Myahudi kwa kabisa. Amechukua jamaa wanne ambao ni Wayahudi, wameingia kwa temple kuomba pamoja. Si Paul ananiita kanisa lakini sio kanisa, ni temple. Wameingia pamoja, wanaabudu pamoja. But Paul, what he has done, he has invited Ephesians to the kingdom of God, and he has invited as many to the kingdom of God. But because of the rules which are set by the Gentiles, the Hebrews, anasema ni sawa tu, mtafanya vile mnavyotaka. Haikufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Paul was arrested. He was brought inside the temple. Now ask yourself, the custodians of the law are the first ones who wants to break the law by beating someone inside the temple. Hallelujah. Na hiyo sasa ndio makosa kubwa sana. Wale ambao wanajidai sisi tuko holy more than the rest, we are able to observe the law. They are the top of the land in backbiting. They are top of the land in killing others. Unauliza unaua nini? Kwa moyo anaua. They are top of the land in covetousness. Bwana Yesu asifiwe. Ilhali outwardly they want to show as though we are the custodians of the law. Huwezi leta mtu yoyote hapa, ilhali wanataka kupigana. Wamemchapa, they didn't just arrest him, they beat him inside the temple. Si afadhali wangempeleka nje. Bwana Yesu asifiwe. Waseme wewe hufai. Why they bring him inside the temple? And the Bible says there was commotion. So the centurion, the commander of the army, akaingia kwa hekalu, akauliza, je, huyu jamaa mnayemchapa amefanya makosa gani? The Bible is telling us, hawa wanaanza kusema hivi, wengine wanasema hivi. They did have a clear distinction, or there was no specific thing they could pin on Paul. Waseme huyu jamaa amefanya makosa hili. Na ndio nimwambia tumeanza safari. By the time we are getting to chapter 26, you will see. Even Agrippa himself atasema, na huyu jamaa hakuna chochote ambacho amekifanya.
He has appealed to go to Caesar, to go and be prosecuted by Caesar, but in real sense, tunaangalia kama amevunja sheria, hakuna. Tunaangalia kama amevunja sheria za nchi na kufanya kazi na mambo ya resources na nini, hakuna. Tunaangalia kama ameua mtu yote, hakuna. They concluded, this man has not broken any law. And that's why this congregation, or this gathering of people, when they started accusing him, one group was saying one thing, another group is saying another thing, another group is saying another thing. But I just feel that happens oftentimes with false accusations. Nilisikia nasema, nilisikia, niliambiwa, niliona, mimi nikiangalia ninaona kama anafaa hivi. In real sense, all of you are using guesswork. Hallelujah. No one can take a point and say, shida ya huyu jamaa ni hii. So langu ni hii. Have you ever been used to falsely accuse someone who will for sure never had evidence? I'm one person like that. We have found a man who is telling other Jews not to follow the law. Is that what Paul was saying? No. Paul was only using the law to tell them that the law was a pointer to grace. Hallelujah. It is a shadow of the things which are to come. The Old Testament is the New Testament revealed. Anajaribu kuonyesha hivi, wao wanasema hapana, anasema tusifuate customs zetu, tuachane na desturi zetu. That's not what Paul was saying. Blessed be the name of the Lord. And I tell you the truth, that's the same accusation as a person I face all the time. I'm told, you're telling people not to be holy, you're telling people not to walk in the light of the word of God. No! Whatever the Bible says should be done, should be done. All I'm saying is don't do it the Old Testament way. That is the old covenant. Blessed be the name of the Lord. Establish a relationship with your God, and once you establish the relationship with your God will be easily quickening you. What you have done, my son, is wrong. Hallelujah. But the Old Testament is a schoolmaster. It condemns. It shows that no one is justified. No one deserves life. You deserve death by what you've done. And if you've broken one, you've broken all. And therefore should not be narrated. How tiresome are you? Which is not the will of the word of God. So I ask of us today, let's be very careful when it comes to false accusations. Before you label others as bad or evil or wicked, first look at yourself and ask yourself, the same measure I'm using against others, if it was used against me, how would I feel? Two, if someone was to come and give me my own story as though they know me every hour, I go to bed, every minute I wake up, every place I go, will I be happy when I know they are speaking lies? And I believe almost all of us here, you have ever been falsely accused. If you haven't, my sister, my brother, it's not a sweet one. It's a cup of tea utasikia. But I also feel. So this is the reason why I urge all of us, never be tempted to join the multitude in accusing, yes, tunajua, anafanya hivi. Even when it comes to politics, don't label someone a thief if for sure you have no evidence. Amechukua pesa ya umma. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Just because mwanasiasa mwenyewe anamchukia kwa upande huo anasema huyu ni mkora. Pesa zake zote mimi amekula. And then you join them and say, yes, wakora wote wauliwe. And you have no evidence. My brother, the same measure you are using against others, Jesus said it will be used against you. And you will feel it. When you are on the other side now, so that's when you will now come and taste one. And this was not one of the easiest things. So we see that Paul begins his defense. And then towards the end, we see that the mob gathered in such a big way. When God enables us one day, as I said, when you have the screens, I'll give you even the pictures of the temple and everything. And you will see, like they are talking of the steps of the stairs. Once you came from the temple, there were many stairs which were coming down from the main entrance of the temple. As they were coming down, the people were so many and were fighting to kill this man called Paul. And the centurion and the rest, they had to lift him up so that Paul cannot be mobbed by the people and killed. And then they started shouting, away with him, away with him. Ask yourself, have you ever heard of that statement before? Away with him, away with him. The book of John chapter 19. When they were accusing Jesus, it is the same statement they used. And in this chapter, they will use it twice. In the next chapter. Away with him, away with him. Yani, hatutaki mtu kama huyu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nilijiuliza hivi. Sijui kama ni jana ni juzi. Nilijiuliza, why would Paul face such opposition? Bwana Yesu asifiwe.
Is he facing this kind of opposition because he hates God? Nauliza hapa sababu kuna jambo fulani ningetamani kama sisi kama kanisa, especially in establishing our doctrine, we get things right. Nimesikia watu wengi sana wakisema ukihubiri uone unapingwa, ujue Mungu yuko pamoja na wewe. Nataka niwaambie siku ya leo, why would Paul face such level of opposition yet he is preaching the truth? Naomba katika jina la Yesu Kristo hili jambo usiruhusu liondoke katika moyo wako. That you can be walking right in the eyes of God, you can be doing the right thing, yet you are facing opposition. These are the battles James says in James chapter 1. Brethren, consider it pure joy. Hallelujah. Consider it pure joy when someone hates you for the sake of your faith in God. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba hili liwe funzo katika mioyo yetu ya kwamba katika maisha, kwa sababu ya imani yako, people can accuse you, people can fight you, people can oppose you, they can even take you to jail because of your faith. Hallelujah. I don't know whether it's all of us who had this news last year. There was a lady in the US who was taken to jail because she was among the legislatures. And then in the US, like we have in Kenya, if you are not the legislature, but she's like a judge, equivalent of a judge in Kenya. Akaletewa watu wanaosema lazima waunganishe ndoa wakiwa wawili na ni wanaume wawili. You know those gay stuff, eh? So wakakuja watu wawili wakasema tunataka kuunganisha ndoa. Yeye kama Mkristo akasema mimi siunganishi ndoa ya watu wawili ambao sio bwana na bibi. It's not a wife and it's not a man and a woman. I'm not going to join. Akaambia no, it's our right. Those guys took her to court. And she eventually was judged and thrown in. And then there was a big uproar in the US and people started fighting, and after some months in jail, she was released. These are the things I'm talking about, the kingdom of God. Ya kwamba katika maisha, there is a time you have to pay the price because of your faith in Jesus' name. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naomba katika jina la Yesu Kristo itakayopofikia hii hatua, wacha na moyo wako ujipige konde, useme ya kwamba liwe liwalo. As long as it's because of Christ's sake, I will take hold on to this. Blessed be the name of the Lord, and shall be a blessing to you. Verse 37 says this. Then when Paul was about to be led into the barracks, he said to the commander, "May I speak to you?" He replied, "Can you speak Greek? Are you not the Egyptian who some time ago stirred up a rebellion and led 4,000 assassins out into the wilderness?" But Paul said, "I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no mean city. I implore you, permit me to speak to the people." Verse 40. So when he had given him permission, Paul stood on the stairs and motioned with his hand the people. And there was a great silence, he spoke to them in the Hebrew language. Bwana Yesu asifiwe. Paulo amefika mahali akasema, niruhusu niongee na watu. He is speaking now to the senior most person. They are on the stairs coming down, wanateremka hapa kwa stairs. Paulo akasema, si uniruhusu tu niongee kwa watu na watu hawa. Ask yourself, who on earth would have mercy on people who hate him? Paul has mercy on the people who are planning to crucify him. He is actually pleading for an opportunity to preach to them. Blessed be the name of the Lord. Nipe nafasi, hao watu ambao wananifanyia mabaya, nipe nafasi niongee na wao. I love that. Hii ndio kuna kitu nataka uone hapa. Alipomwongelesha huyu in verse 37, yes, when he spoke to the commander, he spoke to him in Greek. Kwa lugha ambayo huyu jamaa anaielewa. Hii ndio ilikuwa lugha ya watu wote. Ni kwa mfano siku hizi Kiswahili spread across different countries, nimezunguka watu wengi wanaisikia. He spoke to him in Swahili, the equivalent of Swahili in our modern day times. He spoke to him in Greek, and the commander was surprised that he is about to jail someone who speaks in Greek. I'll come to that in a moment later. But number two, when he stood to speak to his people, he spoke to them in their mother language. He spoke to them in Hebrew. And everyone kept quiet. The moment they discovered the man they are about to crucify is one of their own. Hallelujah.
Let me tell you the truth. No resources God puts to waste. Kile ambacho Mungu amefanya ukapata katika maisha kiko na sababu yake na nafasi yake. Hallelujah. Let me tell you the truth. Some of you wish they were born in US. Some of you keeps on thinking, if I was born in Europe, today I'll be a white man, I'll be riding big vehicles, I'll be going to these places in the continent, I'll be watching the football games when I'm in the field. Watching the basic. There is a reason why you are born in Africa, in the tribe you belong, to the people you belong. There is a reason why you are born in that family. There is a reason why you had the background you had. Ulienda shule mahali ulienda kusoma, uliinteract na marafiki wenye uliinteract na wao, ulipata kuoa yule ulipatana na yeye. There is a reason. God does not put resources to waste. Hallelujah. Paulo ameneemeshwa na Mungu ya kwamba in his background he had learned Greek, he had learned Hebrew. There's a place we will see he speaks another one, Aramaic. And he is using them for a reason at any given point to the right people. Anajua huyu akijua mimi naongea Kigiriki, ataniheshimu, ataheshimu Mungu mwenye uko ndani yangu, na ataelewa ya kwamba kuokoka kwangu sijaokoka sababu sijui. You see? And this is what now Agrippa will come and testify. To tell Paul, you know what, by your much speaking, you're almost convincing me. Uko karibu kunifanya niamini. Why? Paul is using the opportunities and the things that he has to reach out to the people which he knows that at this point so and so would be best reached out to through this language. Nikimfikia kwa hii lugha nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Do you know that's the reason why we should not despise our languages? Hallelujah. Kwa sababu kuna watu tukienda kwa kuhubiria na lugha yetu ya Kiswahili watasema tunalika. Wiki mbili zimepita, nimeenda kuhubiri mahali. Nikauliza hapa kuna mtu ambaye haelewi lugha yangu ya mama? Wakasema hakuna. Nikawaambia haya basi. Hakuna hata jambo moja nitakalolihubiri na lugha nyingine. I preached throughout in my Kikuyu language. And when I thought, and they loved it because even the illustration, the examples I was using, disease now shika. Hallelujah. God uses what he has already given us to reach out to others. I'll show you these scriptures today. So Paul, he is speaking to the commander to the Greek language. And the commander is surprised that this man can speak Greek. Then, when he turns to his people, the Bible says they were so quiet. Hallelujah. Najua wakati injili ililetwa hapa Afrika, wacha niwaambie historia kidogo ya Christianity in Kenya. Walisema hawa wazungu walileta Biblia kwa mkono, ili hali chini ya maji wananyakua mashamba. So wakasema they were duped to be told, keep silent. The Bible says you should keep silent. You should not complain. Ili hali wananyang'anya shamba huku chini. Wakasema wazungu walikuwa waelewi sana. Na kwa sababu hiyo tunaikataa hii injili yao, sababu walikuja kutupatia injili sisi tunyamaze, ili hali wanatuibia mashamba. Bwana Yesu asifiwe. Sikia huo uelewe. But God made sure that even when others were rejecting the gospel, kuna Waafrika wanaipokea hii injili. So that now when I speak to my fellow countrymen about the gospel, hawana mahali pa kusema unatuibia shamba. Sababu mimi siko hapa niwaibie shamba. Hallelujah. I'm speaking to them in a language they cannot give an excuse. Say, apana, wewe umejifanya, wewe ni mkorofi, wewe. They cannot excuse themselves. Once I tell them that the same word which the whites brought to Africa through missionary means is the same word I'm preaching today, they have no excuse, but they will believe my word. Blessed be the name of the Lord. Wacha nisonge mbele hapa kidogo. Mstari wa, we now jump to chapter 22. The Bible says this. Chapter 22 verse 1. Mitume 22 mstari wa kwanza. Brethren and fathers, hear my defense before you now. And when they heard that he spoke to them in the Hebrew language, they kept all the more silent. Hallelujah. Paul is good enough to know that if I use Greek, let me tell you the truth. If you look at the superiority of languages, Hebrew language then was like English in terms of exaltation. It was higher. It was not the language of the common man. Jesus spoke the language of the common man, Aramaic and Greek. That's why the New Testament yote, mara ya kwanza iliandikwa yote na Kigiriki. That's why we study Greek. But
when Paul is speaking to them in Hebrew, if you ask me, I'll tell you Hebrew is more harder than Greek. Wacha watu wanasemanga ati una hiki kitu ni ngumu kama Greek. Wacha nikwambie tumefanya zote. And Hebrew is harder than Greek. Even the way you write in Hebrew, there's no correlation kulingana na Greek. Nitakwambia ukweli wa mambo. Now, the issue is this. When Paul started speaking, these people had him speak in their own language, and it's teaching me and you today that when you want to reach out to people and convince them concerning certain truths, at times take an approach which you know itawashika core. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Don't take an approach which you know they will say, ni mwingine tu. Sijui ni nini. Differentiate yourself from the rest and speak a language that will cause these people to know that you are different. And you can be able to reach out to them at their level. That is the key. Unaweza kuwafikia at their level. Let me move on. Verse 2 ikimalizika inasema, then he said, I am indeed a Jew born in Tarsus of Cilicia, but brought up in the city at the feet of Gamaliel, taught according to the strictness of our fathers' law, and was zealous towards God as you all are today. Don't forget that. I'll come mention about that. I persecuted this way. Notice Christians, even by this far, they are being called the people of the way. I persecuted this way to the death, binding and delivering into prisons both men and women, and also the high priest bears me witness, and all the council of the elders from whom I have received letters to brethren, and went to Damascus to bring in chains even those who were there to Jerusalem to be punished. Let me pause there for a minute. Anasema hivi, Paulo, kama mnataka kusema nyinyi mko na zili ya kuharibu Ukristiano, wacha niwaambie mimi niko nayo mara 10. Hallelujah. Tunapoimba wimbo, tulikuwa wabaya kuliko wewe. Do you know what message you are passing on to these people? Is that even though they think they are wicked, it's not that we didn't give our lives to Jesus because we were better off. Hallelujah. This is what Paul is not, this is the message he is passing to them here. He is telling them, you people are zealous of the way, and you are trying to defend the law. Do you know how far I went in defending the law? Mnajifanya ni mnataka anyinyi hamwezi kuvunja sheria. Mnanijua mimi kabla niokoke nilikuwa nani? Then he goes for to tell them, nyinyi hata hamjaua, mimi niliua. Nyinyi hata hamtoki nyumba mwenu, mimi nilikuwa naenda kwa chief high priest na muomba barua, nipe nafasi niende nikaokote hao wote. Naondoka naenda kwa chukua. And you want to pretend that you know the law than me? He tells them he was zealous, not just a person who is following the law bravely. I was so passionate about it. But as I see, what are you trying to do? It's called one of the most successful ways of evangelism. You remove the defense or the guards za yule mwenye unahubiria. Akifikiri ataenda upande huu, hapo ndio unaanza. Unaondoa hizo guards, pande hiyo unamwekea chini, anaanza kurealize by the way. Ngape mfano? When you go to drunkards, watu ambao wanakunywa pombe, na jambo la kwanza unawaambia, mimi nilipika. Wacha wewe kunywa, mimi nilipika. Na mimi naambia kweli, mimi nilikuwa napika. I'm not talking of stories. Mimi nilipika. Koroga I have a sister here or brother who can witness. One day my mama alikuja akavuja hizo vibuyu akatupa nje. Nilipika. So when I got them and nawaambia, ndugu yangu unakunywa pombe na unasema umefungwa hizi siku zote, wacha nikwambie kwa mambo. Mimi nilipika. Wacha kunywa kupika. When they hear that, all their defense za kusema sisi tumelemewa na pombe, mambo yote mengine tunayaweza lakini pombe inatuweza, wacha nikwambie kwa hizo zote zinawekwa chini. You've removed the guard, and these people now know, wow, they're not just dealing with another believer who came to the kingdom of God just because walisikia uzuri. Wao hapo wanakunywa, wao walikuwa na kama takatifu, lakini tu wakasikia jiwa kaokoka. Wameanza kujua tunatembea na jamaa ambaye alikuwa zaidi kuliko sisi. Listen to the story of the lady in John chapter 4. This lady, she meets Jesus. She is a harlot. She meets Jesus, who tells her, even the one you have right now is not your own. The lady converts, she comes to the kingdom of God, she goes to her village. Wacha nikwambie ukweli wa mambo. There is no better evangelist kuliko mwenye alikuwa ndani ya dhambi. Hallelujah.
I went to preach with a gangster, a former gangster. Kaingia kwa high school kuhubiri. Mimi nikahubiri, naambia watu okokeni, hataki. Kampatia microphone. Jamaa akasimama hapo. Alikuwa shati pande hii akaonyesha mwana hizi alama za bunduki. Amechapa kuchapa pande hii. Nyama ilikuwa inakatwa hapa irudishwe hapa sababu bunduki ilipita hapa ikapita na nyama zote. Ikaacha matumbo nje. Kakatwa nyama ikawekelewa hapa. Mkono haufungui vizuri. Mguu the same. Anawaambia venye melala kwa city mortuary sababu alikuwa amechapa bunduki, polisi wakafikiria amekufa hapa Buruburu. So akamchukua akampeleka mortuary direct. Asubuhi ndio alinoko mlango akafunguliwa na watu wa mortuary. Now when the man starts here to preach, akawaambia mambo ya drugs. Vile alifieka drugs aina zote. Tukiongea mambo ya ile Cochrane ya Moi, sijui kama unakumbuka kuna wakati Cochrane ya Moi ilikuwa State House. Anawaambia venye aliingia sewage hapa karibu Western, akapita sewage line mpaka State House. Akachukua hiyo Cochrane na akatokea hapo. Anawaambia venye waliiba ile sanduku la mauti. Jeneza la former vice president wa Maro akazikwa leo usiku, wakakuja wakamtoka sanduku wakamzika bure, wakachukua sanduku wakaondoka, wakitoroka waine wakachapa bunduki wote wakakufa, yeye akaponyoka. And then he makes the altar call. What walikuwa hapo? Bwana Yesu asifiwe. I want to show you how testimonies work. Learn to use your past experiences to share the gospel. When you meet people who had gone through the same experiences, who are going through the same experience as you had gone through in the past, use those experiences and tell them, you know what, brethren, usione kama kukataliwa ni jambo rahisi. Najua uchungu mnao kwa sababu hata mimi nilikataliwa. And then they will tell you, do you really know? My friend, mara napitia mimi nimekataliwa. Kwa mfano, hapa kusimama mtu ambaye let me give an example with the story of Yolita Baina. She writes a book and she says, those people who do not know the pain of divorce and marriage and breakages of marriage, they may not understand. But I've gone through it, and that's why now I speak to women in conferences and telling them of how painful it is to go through a divorce process. They listen to her. Hallelujah. Kama hujapitia mimi kwa mfano, kabla nitulize moyo, before I went through mourning for the first time, even when I comforted others, sikuwa naelewa kabisa mourning ni nini. Ati umepoteza ndugu yako au brothers au your mom. Now I'm mourning with you, but I am not really understanding when captivity hit me. Leo nikikwambia, may the Lord comfort you, I know what it means. I know I've been through it. Blessed be the name of the Lord. And I can easily be able to reach out to those people who have such similar experiences or who are going through current circumstances which are like that. Blessed be the name of the Lord. Na ndio mimi kawaida nikiona wanaume wanahubiri women's conference mfululizo, ninakuwa na maswali mawili matatu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. You can go for one meeting, but when you see that there is a women's conference ya wiki tatu, men preacher from the 1, the 2, the 3 mpaka ya mwisho, and the whole conference imehubiriwa na wanaume, hamjui chenye mnafanya. Hallelujah. Let the men speak in one session and give the ladies another session. They know what it is. Ni kama sisi wanaume tutana mkutano wa wanaume, alafu tulete dada tuhubirie from the 1 mpaka ya 3. Hallelujah. Women, najua nawapenda sana, lakini kuna mengine mazito ya wanaume hamtayaweza. Hallelujah. There are things you cannot be able to address. The same way as men, we are not supposed to impose ourselves to the ladies. At the conference, tunahubiri kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho. Na ni wanaume tuko wanahubiria ladies. It's not okay. Hallelujah. Anyway, I'm not siingilii mtu yoyote, but I'm trying to suggest it's only until you've gotten through some experiences that you can be able to boldly address them in the name of our Lord Jesus Christ. And then, verse 6, he says, now it happened as I journeyed and came near Damascus at about noon. Suddenly a great light from heaven shone around me, and I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? So I answered, who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Niulize, kwa nini Paulo anarudia hii hadithi? Not even him. Why would Luke, who is the writer of this book, bother himself too much
to take time and repeat a story which you have heard about in the past. We see a story where we are being told verse by verse the exact thing that happened. And I felt, hata mimi leo uniruhusu niguzie jambo moja au mambo mawili ambayo tuliyataja hapo mwanzo, sababu ya wale pengine watu wa hizo siku, na pia kwa wale wengine wanaweza kuwa wamesahau. Katika hii mstari tumeisoma, Paulo anasema aliyemtokea ni nani? Yesu. Paul is heading to Damascus and is going there to arrest Christians. And on his way, a light shone to him. And number two, he heard a voice. And the Lord told him, why are you persecuting me? He called him, who are you, Lord? So he knew this is a senior more and more powerful authority than himself. Lord, kumaanisha wewe ni Adonai, wewe ni mkubwa kuliko mimi. Wewe ni nani? Paulo hapo anajua kuna mamlaka nyingine zaidi ya yeye. Hallelujah. Who are you? And then when he identifies that, the Lord answered and said, why are you persecuting me? Na tukasoma hapa tukasema, when the Lord is asking this, he is in short saying, whatever you do as an evil thing to a Christian, you are doing it to the Lord. Chochote ambacho utakachokifanya kwa Kristo yeyote kiwe kiovu, unamfanyia Bwana. Na pia kikiwa kizuri utakapokifanya, you are doing it to the Lord. Hallelujah. When you give someone a cup of water in the name of Christ, you are doing it to God. Jesus will come and say, na ulikuwa wapi tukakutembelea? Akasema chochote ulichokifanya kwa hao wadogo ulinifanyia nani? Mimi. Which teaches me and you this morning that anything you do to a believer, however bad that person may have done to you, listen to me today. Don't go backbiting a believer, because as you do it, you are doing it to who? To God. Don't go tarnishing someone's name, because as you do it, you are doing it to who? To the Lord. Why persecute me, O Saul? Saul is about to ask, why are you saying I'm persecuting him? And Jesus is saying, whatever you're doing to the Christians, you're doing it to me. Hallelujah. Church of Jesus Christ, may you hear the voice of God this morning. Don't do anything evil against the fellow believers. Even if, and I hope I've taught you enough in this place, even if someone is going astray and doing evil things, don't be the one to judge them. Your role is to love them. It is God's work to judge them. Then a certain Ananias, a devout man according to the law, having a good testimony with all the Jews who dwelt there, came to me and stood and said to me, Brother Saul, receive your sight. And at the same hour I looked up at him, and he said, the God of our fathers has chosen you that you should know his will and see that just one and hear the voice of his mouth. For you will be a witness. You'll be his witness to all men of what you have seen and heard. And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mistari mifupi hapa. Wacha nitaje mambo mawili matatu kwa haraka. Jambo la kwanza tunaona hapa. But now he is saying, I was sent to Ananias, a devout man who was strictly following the law. Wow. Swali langu ni je, Paulo hakutumwa kwa mitume waliokuwa wameokoka wanamwamini Mungu bila sheria. Alitumwa kwa mtu ambaye anafuata nini? Sheria. Hallelujah. Meaning the people who have the least knowledge about God can introduce someone to the kingdom of God. Hallelujah. Na nina hakika hapa nikiinua mkono wangu, sisi wengi wetu hata tulipookoka hatukuwapokia kanisa za kiroho. Hallelujah. Hata watu ambao walikuja kutuelekeza katika mambo ya imani, kuna wengi wetu hapa hatukumjua Mungu. Tulifuata tu dini na tunafanya mambo ya imani, tunafuata tu kutoa, kwenda kanisani, kuabudu, kusifu, kuomba. We were not led by very serious Pentecostal Christians to the kingdom of God. I'm saying this for a reason. Do not despise the person who has the least knowledge about God or Christianity. Wacha niguzie jambo fulani hapa kuhusu church history. Tukiegemea Pentecostals to spread the gospel only, I tell you we'll miss out a big portion. Why? There are people by the time we get to them, especially sisi wa Pentecostal, tunataka kwanza tuone nguvu za Mungu zikitembea kabla tusonge mbele. Kuna watu kabla tuwafikie watakuwa wameingia katika imani zingine. Wanahitaji watu ambao wanafuata tu sheria, wanafunza. Those
people will lay the foundation, and then as the Pentecostals can go building on that foundation. Hallelujah. Kuna watu wanasema hapo mhubiri, kuna mambo na mhubiri na mimi siyapende. So ukisema sisi Pentecostals barikiwe. Let me tell you the truth. There are places, like for example, if you look at resource-wise, there are people who are strictly following the law and they have more resources. And they can be able to go to places we cannot be able to go. They can organize missions in Somalia. Hello? Hey, Bwana Yesu asifiwe. They can organize a dinner with the president. Na sisi hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. There are things they can do, we cannot. But once they have done the basics, we can now come and build on that foundation and preach Christ and Him crucified. Hallelujah. Paul is introduced to Christianity by who? Ananias. Ananias is not a Pentecostal Christian. He is following the Old Testament. He is belonging to the sect of the Jews who have accepted Jesus, but they are in Jerusalem, believing the Old Testament prophets and the law. Hallelujah. But sisi tunasema hapana, kama ubatizwa na njia hii, wewe hujabatizwa. Nani alisema ubatizo ndio utafanya watu waokoke? Kama ukufanyia kupitia hii njia, basi wewe hujasimama vizuri. Unahitaji kuja kwa kanisa la Pentecostal ufunze mambo kama haya. Nadhani tutakuwa tumekosea njia. Someone was doing some statistics, and some people use this even in Kenya. They say in Kenya we are 80% or 84% Christians, and then the rest are other religions. Say no. We are not 84% Christians. We are only 6% Christians. By your measurements, I tend to believe you, but by many other things, you will also be telling me no. When you look at the spread of Christianity and the history of the church, for many years, the years we call them the dark years of the church was not led by Pentecostals. Ooh. And if those people who are spreading the gospel then stopped, basically the church would have died completely. Naomba injili hii kuingie ili uheshimu makanisa yote. Bwana Yesu asifiwe. Vile tunavyofanya ni hii, we do different assignments. Kuna watu kazi yao kufanya msingi peke yake, and they cannot build a single stone on top of the foundation. They don't know. They have no idea of what that is. Ananias could not have coached Paul to become a preacher. All he knows is conversion. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Well, and then he also met another man called Apollos. What he was preaching was the gospel of repentance. Nothing more. Repent. And in this country, you know, there are many people preaching the gospel of repentance. They cannot do anything more beyond that. Bwana Yesu asifiwe. So once we are given specific assignments, do your part and be faithful. Someone will come and build on the same foundation. Hallelujah. Na msijione sasa juu sasa kwa mfano sisi kazi yetu ya kujenga. As we build, we are doing more work. Juu inaonekana na wale walichimba msingi hawaonekani kazi yao ni bure. We are all given specific assignments. Hallelujah. There are meetings you go and they will not even pray. There are meetings you go, they will not even give. There are other meetings that go and there is no preaching. Unanielewa? Ni kutana wa kanisa lakini hakuna mahubiri. Hiyo mambo hayana, wanauza nani akona neno nini hakuna, wanamaliza mkutano na maombi na tulibotuili and then inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Don't consider them to be less Christians. The law they are playing, you may not be able to fit in them. Blessed be the name of the Lord. So Ananias does this. He again calls Paul brother. This is a name of identity. A name of belonging. Last time we spoke about it quite well. We said Paul was not having a problem being called a brother. But at this stage, he was a sinner. Hallelujah. How many of you can call sinners brothers? Paul is being addressed by Ananias as a brother. He is recounting that story and saying of what God did. Then Ananias akamwambia lazima abatizwe na akabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha haya mambo ambayo tunafanya katika imani yako na umuhimu wake, hata kama sio yale mambo yanayofaa kushikiliwa sana, kwa mfano ubatizo. But he told him there is an importance of being baptized for the remission of your sins, and we call it the fulfillment of all righteousness. Wacha nizidi hapo mbio kidogo. Mstari wa 17. Now it happened when I returned to Jerusalem and was praying in the temple, and I was in trance and saw him saying to me, make haste and get out of Jerusalem quickly, for they will not receive your testimony concerning me. So I said, Lord, they know that in every synagogue I imprisoned and beat them, those who believed on you. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I was standing by consenting to
to his death and guarding the clothes of those who are killing him. And he said to me, depart, for I will send you far from here to the Gentiles. Mengi sana hapa yametajwa, lakini wacha niguzie maybe one or two kwa haraka sana. The first thing we see is that Paul was interested in preaching in Jerusalem. Hakuwa anatamani kwenda kuhubiri kwingine. Mpaka anaambia Yesu, si uniruhusu, mimi I'm the best fitted person to preach in Jerusalem. Don't you feel like that sometimes? Unasikia mahali fulani unataka kuhubiri au kukaa. Lakini Yesu anakuambia hapana, hapa hawatakukubali. I'm sending you to the Gentiles. And this will make these people very mad. I'm sending to the Gentiles. Ili hali Paul anataka ahubirie kina nani kwanza? Jews. Watu wake. He desires, and he writes to Romans saying, I will desire to have all the Jews saved. And if it's possible, hata yeye akataliwa lakini wao waokolewe. He has a passion for his fellow countrymen. Wakati katikati yetu hapa mnasikia mko na desire kubwa sana ya watu wenu waokoke. This is Paul. God is telling him, I'm sending you to people outside your family, outside your people. Kwanza, jua watu hawatakusikiza. Na sisi ni washuhuda. The prophet is not famous in their village, their country, place. Hutasikika sana kweli. Na wale hapa ambao wakati uliokoka ulijaribu kuhubiria watu wenu, mliona kulikuwa na pingamoto kubwa sana. Unawaambia kuna Mungu. Mimi nilikuwa nasema Mungu anaongea. Hapo anaongea nini? Acha mchezo. Wewe ni kijana mdogo amekataa kuongea watu na Mungu anakuja kuongelesha yeye. Nasema mimi najichocha na tunakaa kwetu kwa shamba. Najichocha na naonyesha vile Mungu alivyo mkubwa vile mambo yatafanya. Naambiwa ni wewe nyamaza kijana. Umekuja juzi alafu naanza kutuletea kiherehere. Hallelujah. These things do not work so easy. Paul is being told by Jesus, these people will not accept you. Can I say something here? Don't be more zealous about saving or the redemption of some people more than Jesus is willing to save them. Hallelujah. Na hili makosa kubwa sana imefanywa na wahubiri wengi. Mpaka karibu waokoe mtu. Na nielewa wanamleta kwa kanisa kwa fujo. Lazima ndugu yako ubadilike. You are so zealous about the person receiving Jesus. Ili hadi Yesu anasema huyu atampe miaka 5 hata nikubali. Mchungaji anatumia wakati wake wote. Na hiyo ndio makosa yangu kubwa sana. Hiyo miaka ya kitabu. Nilikuwa na bidii sana kuokoa watu ambao Yesu hakutayari kuokoa. Unanielewa? Unaenda kwa mission. Unakuambia kama mtu mmoja, unasema hata kanataka kuokoka. Huyu simwachi leo. My friend, Yesu anasema huyu atakipewa miaka 10 habadiliki. Hallelujah. Paul is zealous to preach the Jews. And these people are the ones who are going to be stoning him now. Na hiyo Yesu alikuwa anamwambia hiyo miaka iliyopita. Even when he came to Jerusalem 3 times, hajakubali. Blessed be the name of the Lord. Don't be more zealous to save some people whom Jesus is not very zealous about. Hallelujah. Unakibiria unawafanyia vitu vyote. Unalipia mtu fare kuja kanisani, anakwambia sasa nyingine alikopa mtu kichwa. Unauliza ndugu yangu, sina jambo tusikizane ukuje kanisani wachana hizi tabia. Anakwambia sasa nyingine, angalau amenyonga mtu. Najiuliza kabisa anafanya kazi gani? Don't be more zealous than Jesus himself. Hallelujah. So Paul learned this lesson. And he is trying to show the kind of a person he is. When he was talking of, he witnessed the death of Stephen. I don't have time to go through the details of what this means. Standing there as a witness when these things are happening as a man who belonged to the Sanhedrin. And then, the last session, ni somo mistari ya mwisho nimalizia hapa inasema and they listened to him until this word, and then they raised their voices and said to him, away with such a fellow from the earth, for he is not fit to live. And the rest of the story is how they reacted to this. The Roman soldier asking him why he is speaking to them in that language. Mstari wa 27 he says, then the commander came to him and said to him, tell me, are you Roman? He said, yes. The commander answered, with an answer I obtained my citizenship. And Paul said, but I was born a citizen. In short, Paul is going to now try to demonstrate, if you think you belong, I belong more. And you are not even supposed to be punishing me the way you are punishing me, because I belong to the Roman, I'm a Roman citizen. The moment it is reported to your seniors, unanifanyia haya mambo, utakuwa katika shida. And that's what they were trying to release him secretly, because they realized they have done a wrong thing. But there's something I want you to see here, and this is what I will conclude with. When Paul
said that Jesus instructed him to leave Jerusalem to go and preach the Gentiles. Akawafikie watu wa mataifa. Hawa watu walikuwa tayari kumsikiza until ataje jina Gentiles. Why? They believe the Gentiles are the people who belong to hell. They are supposed to be fired for hell. So why would Jesus, as you are proclaiming, be having any interest with the Gentiles? Biblia inasema at that point they were willing to listen to him, but wakati alitaja jina Gentile wakakata, wakaanza kutabika tena, wakaanza kupiga na mawe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I hope the Lord is speaking to you and to me today to let you know that this gospel we preach is not one of the easiest to propagate. Ni rahisi sana kuuza omo na kutangazia watu lugha ya kama pata mtu wa soko pa soko. Ni rahisi sana kutangaza lugha ya soko kuliko kutangaza injili ya Yesu Kristo. Hallelujah. Na tunaposimama kutangaza injili ya Yesu Kristo, at times we face this opposition, and this is what we are learning from Paul. He learned his lesson and he was not willing to be cowed by the circumstances which were surrounding him, yet he stood strong for the gospel. Naomba tusimame katika jina la Yesu Kristo. We thank God for the grace and the word he said to us this morning. Baba yetu, tunakushukuru na tunasema ni asante, maana neno lako limekuwa dhahiri kwetu. Asante kwa kutujuza mengi ambayo Bwana umetujuza asubuhi ya leo. Tunakuheshimu kwa maana Baba umetuelekeza kujua ya kwamba ni mapenzi yako tukaihubiri injili, tukafanya kazi jinsi upendavyo Mfalme, hata kama tutapata pingamizi katika maisha na kunao watu watakaosimama kinyume nasi. Pia Bwana tunaomba ukatuwezeshe kutoharibu majina ya watu wengine na kuachana na wengine kwa huzuni, hata kama Bwana tumekosana na kuna mambo mengi ambayo yametokea yakafanya sisi tughadhabike katika mioyo yetu. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo ukatuwezeshe kukujua, kuyajua mahusia yako na kufanya kazi jinsi unavyofanya, unavyopenda katika jina la Yesu Kristo. Tujikabidhi kwako na kuomba kwamba hata kama kuna yeyote Bwana katikati yetu amefifia katika imani yake, au pia Bwana yeyote ambaye anasikia kuna mizigo mikubwa katika mabega yake, tuomba siku ya leo kainue yote na ukamweke huru, atembee katika imani na moyo wake Bwana ukapate neema kutoka kwako. Asante kwa maana wewe ni Bwana Mungu kwetu. Katika jina la Yesu Kristo tuomba pia kuamini. Amen. Amen.